Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame, amesema kutokana na mvua za masika zilizoanza kunyesha, serikali ina mpango wa kupanda miti hekta 100 katika mashamba ya serikali na upande wa jamii itapanda na kusambaza miti hekta 50 katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba ili kulinda mazingira. Lengo kuu la upandaji miti katika msimu huu wa mwaka 2026 ni kuhifadhi mazingira na kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Ili kukamilisha lengo hilo, kwa upande wa mashamba ya serikali, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kupitia Idara ya Misitu imepanga kupanda miti katika hekta 100 katika mashamba ya serikali yaliyopo Chaani Masingini, Kibele, Dunga Jendele wa Unguja na Maziwa Ng'ombe wa Pemba. Aidha, kwa upande wa misitu ya jamii, serikali imeweka lengo la kuanza kusambaza na kupanda miti katika eneo lisilopungua hekta 50 katika maeneo mbalimbali ya jamii Unguja na Pemba. Upandaji huu utahusisha taasisi za serikali, jumuiya zisizo za kiserikali, kamati za uhifadhi na wananchi wa kawaida. Miche hiyo itapandwa katika maeneo ya kingo za barabara, maeneo yaliyochimbwa mchanga pamoja na maeneo ya wazi mjini na vijijini. Ndugu wananchi, vile vile katika msimu huu wa masika, upandaji wa miti utahusisha mwendelezo wa urejeshaji wa urithi wa kijani Zanzibar kwa maana ya Green Legacy ambayo ni programu ya miaka 10. Pia barabara mbalimbali Unguja na Pemba ikiwemo Miwani Mwachalale, Selem Mbuzini, Masingini Kijichi, Msikiti wa Waarabu Mbuzini, Kizimbani Bumbwisudi zitapandwa miti katika msimu huu. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kama nilivyosema awali, msimu wa masika umeshaanza. Tutumie fursa hii kupanda miti mbalimbali katika makazi yetu, maeneo ya wazi, mabarabarani, mashuleni na katika mashamba yetu. Miti itakayopandwa ni vyema ikatunzwa kwa lengo la kutoa matunda na manufaa tunayoyatarajia sambamba na kurudisha urithi wa kijani, kwani miti ina muhimu mkubwa kupitia nyanja za kiuchumi, kimazingira, kijamii, ikijumuisha kupata hewa safi na salama. Amewataka wananchi pamoja na wakulima Unguja na Pemba kutoa mashirikiano kwa serikali wakati wa zoezi hilo ili lengo la serikali liweze kufikiwa, kwani tayari zaidi ya miche milioni 3 ipo kwa ajili ya kupandwa katika maeneo hayo. Amina Omar, Alfatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Alfatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255 Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.